Ndugu wa Islam, bado tuko katika kumueleza ni nani Sayyiduna Umar, na kama tulivyomueleza Sayyiduna Abu Bakri, na tukakuta Abu Bakri hakuwa mtu tu, bali alikuwa na sifa na akitambulikana katika ulimwengu wa Kiislamu, na akawa ni jadirun bi khilafati rasuli baada mauti. Alikuwa ni mwenyewe anastahiki kuwa khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Uongozi wa Abu Bakri ukadumu kwa muda wa miaka 2 na miezi isiyopungua 10 na siku 3. Kisha huyo akaitikia mwito wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Sasa leo kisha chukua khatam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kwa kabla hatujaisikiliza khutba ya Umar wakati wa kutawala kwake, tunapenda kumueleza kwanza Umar ni mtu gani. Umar, tukishamshiba Umar katika historia yake, ndipo tutakapofahamiana kwa nini tunazungumzia historia hiyo. Jana tulieleza tukasema aslama Umar fi sanati 6 baada an-nubuwa. Umar kaslimu katika mwaka wa 6 baada ya mtume kupata utume. Kuna sinin, miaka ambayo inahesabiwa baada an-nubuwa na baada al-hijra. Kwa hiyo mtume kakaa kiasi cha miaka 10 katika utume, na zaidi ndio akaenda zake Makka, akaenda zake Madina, pale ikahesabiwa sasa mwaka baada ya hijra. Kwa hiyo Umar alikuwa mmoja katika watu waliosilimu katika mwaka wa 6, na katika riwaya nyingi zinazoeleza kwamba watu walikuwa wangapi, moja inasema watu aliposilimu Umar walikuwa ni 39, yeye akawa 40. Kwa hiyo aliingia katika Uislamu akibeba nambari 40 miongoni mwa wanaume bali wanawake. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu alikuwa akijulikana katika ujahilia kama safiran, balozi. Chochote kinachozuka katika watu wa Makka, kutoka katika kabila mpaka kabila lingine, yeye ndo alikuwa kitumika kupeleka ujumbe, kupeleka salamu muhimu katika mataifa mengine. Na kana yud'a safiran, alikuwa ni balozi kati yao na watu wengine. Sasa leo tutaelezea vile vile baadhi ya mambo matukufu ambayo yalitokea ndani ya Uislamu wa Umar radhiyallahu anhu. Sasa ismahu li an antaliqa bihadaratikum ila baiti Arqam ibn Abi al-Arqam. Itabidi mnisamehe tuondoke pamoja nanyi theory, twende katika baiti ya Arqam ibn Abi Arqam. Nyumba hii nimewasema kwamba ilikuwa ni chuo cha kwanza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndani نرى رسول الله وبجانبه صحابة وأمام النبي عمر رضي الله عنه. Yupo mtume ndani ya nyumba hiyo na mbele yake yupo Umar, kisha toa shahada Umar. Aliposilimu tu Umar akamuuliza mtume, ya Rasulullah, awalasna ala haqqin? Ya Rasulullah, sisi hatupo katika haki hivi tulivyo? Mtume akasema, bala antum ala haqqin in muttum wa in huyitum. Nyie mko katika haki, mkifa mkiwa hai mko katika haki. awalasta nabiyyan min Allah haqqan, na je wewe si ni mtume kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Kamwambia naam. Awalaysa dinuna dinu haqqi, je dini yetu si ndio dini ya haki ya Rasulullah? Kamwambia naam. Umar kauliza, falima al-khufya, mbona tunajificha? Basi mbona
tunajificha wakati sisi tuko katika haki kabisa? Tutoke nje tuoneshe haki yetu. Hapo ndipo watu walipoanza kutoka. Safu moja anaiongoza Hamza ibn Abi Talib, safu ya pili anaiongoza Umar, mpya katika Uislamu, kisha kuwa kiongozi mbele ya Waislamu. Na Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud anasema, laqad kana islamu Umar fathan, kusilimu kwa Umar ilikuwa ni ufunguzi mkubwa wa jambo kubwa katika society ya Kiislamu. Wa kana hijratuhu nasran, na hijra yake Umar ilikuwa ni nasr, ushindi mkubwa. Wa kana imaratuhu rahma, na uongozi wake ilikuwa ni rehma kwa watu wote. Amesilimu tu analiongoza jeshi la Waislamu waliokuwa katika nyumba ya Arqam ibn Abi al-Arqam, huku wanatoa takbiri Waislamu upande wa Hamza na wa Umar. Mushrikina wakajitoa katika majumba yao. Kaifa tajarra Muhammadun bi an yanshura da'watahu alanan, kapata wapi nguvu Muhammad za kutoa da'wa yake wazi wazi? Wakichungulia katika madirisha yao na milango yao, wanampata Umar yuko mbele, wanampata Hamza yuko mbele, wanasema basi kama Umar kisha kwenda kule, hatuna tena chetu sisi, hatuna chetu tena. Umar alayhi ridwanullah aliposilimu aliona unyonge unawapata baadhi ya sahaba wenzake. Wanapigwa kila kukicha, wanateswa kila kukicha, lakini yeye halimpati jambo lile. Hakuna anayethubutu katika Makuraishi kumtesa Umar. Akaona, mimi itakuwa vipi wenzangu wanayaonja mateso, mimi niko mbali na mateso. Yajibu an adhuka ma yadhukuna, lazima nionje kile wanachokionja na wao, tuwe sawa. Sasa Umar akatafuta sababu za yeye na yeye kuteswa vile vile. Akaona mtesaji mkubwa wa Waislamu ni Abu Jahl. Kaondoka kenda kabisha mlango wa Abu Jahl. Abu Jahl akafungua mlango tena. Umar anasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, ili Abu Jahl apate kumuadhibu Umar. Abu Jahl akifungua mlango anampata Umar kaufunga mlango mbio, karudi ndani. Hakutajarra kuja kumuadhibu Umar alayhi ridwanullah. Akaondoka Umar kenda kwa mwingine, kila anapofika mlango unafungwa, watu hawana haja naye, athubutu mtu kumtesa Umar. Kaondoka Sayyidina Umar katafuta ugomvi ili apate kuteswa kama wengine hawakuweza. Siku hiyo walikuwa katika Al-Kaaba, Waislamu wale wanyonge wanapigwa na makafiri. Umar kaona, hapa leo ndio mahala pangu na mimi kuyaonja wanayoyaonja wenzangu. Kwa hiyo kaingia na yeye, ikawa ni ile mapigano ya jumuiya, moja kwa moja kila mmoja anapiga huko akipigwa. Basi Umar akayaonja magumi ya makafiri pale, ikamfurahisha kidogo, na yeye anayaonja yale wanayoyaonja wenzake. Katokea mjomba wake anamwambia, ana jarul li Umar, jamani msimpige Umar, mimi ni advocate wake, maana nitachukua dhamana ya kumkinga. Umar anamwambia, inna jiwaraka mardud, amba hatuna haja na ujirani wako, wacha hili ndio ninalolitaka mie. Watu wakamwogopa mjomba wake Umar, wakasema basi hatumpigi Umar. Umar akamwambia, bwana mimi sikukuita uje unitetee hapa. Yeye hajui kama hilo ndio lengo lake, na yeye ayaonje yale wanayoyaonja wenzake miongoni mwa mateso. Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda anapata kuonekana na ushujaa mkubwa siku ya hijra. Waislamu wote walihama kutoka Makka kwenda Madina kwa siri, kwa siri, hakuna mtu anajua. Wanatasarra mmoja mmoja tu mpaka wakatoka katika nchi ya Makka. Lakini Umar alipotaka kuondoka kwenda zake Madina, kachukua fumo yake, kachukua mkuki wake, kachukua vyembe vyake, kaondoka kenda kazunguka Al-Kaaba. Na pale katika Al-Kaaba walikuwa wanakaa wale mabwana wakubwa wa Quraysh, Abu Jahali na jamaa zake.
Akaenda mpaka mbele yao, akaizunguka Al-Kaaba. Baadaye akawafuata wale bwana wakubwa wa Quraysh, akaanza kuwapiga kwa vidole vyake katika vichwa vyao. Shahatil wujuh, shahatil wujuh, shahatil wujuh, yani nyuso korofi hizi ni nyuso korofi, hizi ni nyuso korofi. Kisha akatangaza, akasema inni dhahibun ila al-Madina, mimi naondoka, si wenzangu wote wameondoka kwa siri, mimi nakupeni tangazo kabisa mjue ninakwenda wapi. Naondoka na mnasema man arada an yuyatima waladahu, atakayetaka kumfanya mwanawe yatima, au yurammila zawjatahu, au amfanye mkewe mjane, au yufakkila ummahu, au amfanye mamake amkose mwana, falyatba'ni waraa hadha alwajh, basi anifuate nyuma ya mgongo wangu. Waislamu, kuna ushujaa zaidi ya huo? Wenzake wote wametoka kwa siri, yeye anawafuata hasa, anawaambia ninahama mie. Na kama mtu anataka mwanawe akose baba awe yatima milele, au mkewe awe mjane akose mume, au mama akose mwana, falyatba'ni, anifuate aone. Wale wakasema jamani, da'u, mwacheni anachokisema huyo, mnajua da'u. Umar akatoka, hakuna mmoja alomfuata nyuma, huyo kaenda zake Madina. Hijra ya Umar radiyallahu anhu. Umar bwana mtume alimsifu kwa jina la Faruq, na hilo ni jina kubwa mtume analipata Umar kutoka kwa mtume. Faruq hadhihi al-umma, yani Umar ni Faruq wa ummahu. Maana ya Faruq, mtu alotenganisha baina ya uzuri na ubaya, baina ya haki na batil. Umar kusilimu kwake alitenganisha huu uzushi na huu uzuri, huu kafiri, huu Uislamu, kwa wazi kwa sababu ya Uislamu wa Umar. Kisha mtume kamsifu na jambo kubwa zaidi, akasema inna Allaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar yantiqu bihi, Mwenyezi Mungu kaiweka haki katika ulimi wa Umar, anaisema kwa kutumia ulimi wake. Na ndani ya Qur'ani imethibitishwa hivyo. Sayyiduna Abdullah ibn Umar, mwanawe Umar. Umar alikuwa na watoto 9, Abdullah na Ubaidillah na Abdurrahman na Abdurrahman mwingine. Abdurrahman walikuwa akbar na asghar, watoto wote wawili kwa kumpenda Mungu anasema nimewaita majina ya Mwenyezi Mungu. Yani kamsikia mtume anasema wa khairul asma'i ma humida wa ma ubid wa khairul abidi Abdullah wa Abdurrahman. Kwa hiyo anawaita watoto wake Abdurrahman wa kwanza na Abdurrahman wa pili kwa kulipenda jina la Allah Ar-Rahman. Unaruhusiwa kumuita mtoto wako majina, watoto wawili wa majina moja, kwa sababu ya shauq ya kumpenda mtume au kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo watoto wake wa kiume ni 6. Kuna Abdullah na kuna Ubaidillah na kuna Abdurrahman na Abdurrahman al-Asghar na mwingine anaitwa Zaid, kwa kumpenda sahaba Zaid ibn Haritha, na mwingine wa mwisho anaitwa Asim. Hao wote watoto wake. Na mkewe wa kwanza alikuwa Sayyida Zainat, yani au Zuyinat wakimwita, bintu Maz'un, na huyu ndo alowazaa watoto watatu. Kamzaa Abdullah, kisha kamzaa Abdurrahman, kisha kamzaa Sayyida Hafsa ummul mu'minin, mkewe bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Umar alifanya jihadi kutuonesha sisi mfano. Alipokuwa mwanawe hana mume, Sayyida Hafsa, alitoka Umar kenda kumfuata Sayyiduna Uthman, akamwambia ya Uthman, in shi'ta zawajtuka Hafsa. Uthman, niambie unamtaka Hafsa? Uthman akamwambia laqad bada li alla atazawaj, siku hizi sitaki kuoa. Basi tena kuoa mie, maadamu inshallah watoto wake mtume wawili wote shakufa, basi tena. Kaondoka Umar kenda kwa Abu Bakr, ya Abu Bakr, in shi'ta zawajtuka Hafsa, unamtaka Hafsa Abu Bakr? Kimtaka nitakuozesha. Abu Bakr hakujibu kitu. Umar akasema likaniumiza jambo lile la kwamba hakunijibu,
kwa nini nimwambia nitakumwezesha binti yangu hanisemi kitu? Baada ya muda bwana mtume kaenda kamposa Hafsa, kamuoa yeye. Abu Bakar akamwambia Umar, unajua kwa nini siku ile sikukujibu? Akamwambia hapana. Akasema sami'tu an-nabiyyu yadhkura, sami'tu an-nabiyya yadhkurha, nilimsikia mtume akimtaja Hafsa. Kwa hiyo alipomtaja nikaona tayari anataka kumuoa yeye. Kwa hiyo ilikuwa siri ya mtume hiyo, na mimi nilikuwa sitaki kuitoa pale. Sasa hivi kishachukua, sasa nakwambia mtume alikuwa kishamtaja. Kwa hiyo kapata sharaf Sayyidina Umar ya kuwa mkwe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapata sharaf ya kuwa mkwe wa bwana mtume. Kuna baadhi ya watu unapooa kwake unapata sharaf. Kuna baadhi ya watu unapooa kwake ndio unapata idhilali, kwa sababu wenyewe kama tulivyosema jana, ukitaka kupoa maradhi kula chakula cha mtu mkarimu. Ukitaka kuwa na maradhi yasiyoisha, isiyokuwa na mwanzo wala mwisho, nenda kwa bakhili ukale chakula chake, kwa sababu anakula mtu na analaaniwa pale pale. Utakapofika tu katika nyumba ile utauliza, bwana utakaa siku ngapi hapa? Mbona unaona mabegi makubwa makubwa? Leo utaondoka. Hawapendi wageni. Sasa Umar akawa mgeni, akawa mkwe wa bwana mtume kwa kumuozesha binti yake Sayyida Hafsa. Kwa hiyo watoto wake wa kike ni Sayyida Hafsa ummul mu'minin na Sayyida Fatima, wengine inaitwa Fatima, ambaye kazaa na wake zake wengine. Umar alioa wake mpaka walifika 8, lakini sio kwamba wote kwa pamoja. Mwisho wa 4 tunaambiwa wengine kaoa, wengine kawataliki, kafarikiana nao. Kwa hiyo walifika 8. Mmoja katika wake zake alikuwa Sayyida Kulthum binti Ali ibn Abi Talib. Sayyida Kulthum alizaa naye watoto wawili, mmoja akiitwa Raqiya au Ruqayya, mwingine akiitwa Zaid, mtoto wake wao. Kwa hiyo watoto wake wa kike Umar ni Sayyida Zainab, Sayyida Hafsa na Ruqayya. Hawa ni watoto wake wa kike, na Fatima wa kiume wamefika 6. Kwa hiyo 6, 3, 9. Hii ni nyumba ya Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Anasema mwanawe Abdullah ibn Umar na yeye kaingia katika ile listi ya abadila. Kuna watu wanaitwa abadila: Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas. Hawa ni watu walikuwa wamebobea katika hifdhi na dini. Kapokea hadithi anasema, ma qala an-nasu qawlan وقال عمر في هذا القول إلا نزل القرآن على نحو الذي قال فيه عمر. anasema watu watakapozungumza habari, watu wakazungumza habari hii na Umar akazungumza nyingine, basi Qur'ani ikishuka itashuka ikimpa ta'yid na kumuunga mkono Umar katika ile aliyozungumza yeye. Ndio maana mtume angesema inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar, Mwenyezi Mungu kaiweka haki katika ulimi wa Umar, yantiqu bihi, anazungumza na haki iko ulimini kwake. Kwa hiyo watu wakizungumza habari fulani na Umar akizungumza nyingine, Qur'ani kama itashuka itakuwa upande wa Umar. Alikuwa akiafikiwa na Mwenyezi Mungu katika mambo mengi sana. Tuzungumze baadhi ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu kamwafiki Umar. Siku alipokwenda mtume kwa ajili ya kwenda kufanya hija, watu wanazunguka tawaf 7 ashwaq. Umar anapaangalia pale makamu Ibrahim, anasema kwa nini sisi hatuendi tukasali pale? Kwa nini mtume hendi akasimama hapa aliposimama baba yetu Ibrahim akaijenga al-Kaaba? Kamfuata mtume, hakuweza kujizuia. Akamwambia ya Rasulullah, ma darra law sallaita fi hadha al-makan. Ya Rasulullah, mimi nahisi hakuna ubaya wowote kama utasali na sisi tukao nyuma yako mahali hapa. Hapa makamu Ibrahim, tufafanye mahali pa kuswali hapa. Sasa mtume hapa jambo mpaka ambiwe na Mwenyezi Mungu, sio anajifanyia tu. Kaambia Umar, itakuwaje? Alam Umar bihadha, Mungu hajasema tufanye hivyo. Pale pale akashuka Jibril, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, fafanyeni maqam
makamu Ibrahim ni msala, mahala pa kusali. Kutokea siku hiyo watu wakawa wanasali, na ukienda ukifanya tawaf unakwenda kidogo makamu Ibrahim unasali rakaa 2. Fikra ya Umar, kumbe Mwenyezi Mungu ndivyo anavyomwafikia, maneno yanakuja vile vile. Hilo namba 1. Namba 2, Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu aliafikiwa katika habari ya pombe. Hii pombe ilikuwa watu wanakunywa kabla haijaharamishwa, na waliuliza kuhusu habari ya pombe, vipi pombe ya Rasulullah? Mwenyezi Mungu akawajibu, waambie kul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Kama wanataka kujua pombe halali haramu, waambie ndani ya pombe kuna madhambi makubwa sana na madhara yake, na kuna manufaa kidogo kwa watu. Watu wakasema, maadamu yako madhara makubwa na faida ipo, basi tunaitaka hiyo faida japo kidogo. Wakawa na kunywa pombe, wakaendelea kunywa pombe, mwisho ikawa watu wanakwenda kusali wamelewa. Na unazungumziwa kwamba mwingine aliingia mihrabu akasalisha wenzake, labda akaanza kusema kul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna wa antum 'abiduna ma a'budu. La nahi kaziondoa zote. Mungu anataka kuwaonesha, maana kila kitu anakiharamisha kwa stage. Kul ya ayyuhal kafirun, kusema la a'budu ma ta'budun, kusema a'budu ma ta'budun. Nataka kuwaonesha Mwenyezi Mungu kwamba hichi kitu sio kizuri kwenu, lakini aste kidogo. Basi pale ikashuka Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Msije kusali hali mmelewa. Jamaa akasema basi tutakwenda kuupiga baada ya sala. Wakawa wanasali baada ya isha, wengine kila mmoja anasambaratika katika klabu zao zile. Baadhi yao walikuwa hawanywi, wengine wapo, wengine walikuwa wakipiga. Wakawa wanasali, baadaye wanakwenda kufanya mambo yale. Baada ya muda sasa Mwenyezi Mungu akaleta raddan hasiman, akawaambia nini? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fi al-khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikri Allah wa 'ani as-salah fahal antum muntahun. Hakika pombe na kamari, khamru wal maisir wal ansabu, masanamu, wal azlamu, na kupiga bao. Pombe ni maarufu, chochote chenye kulewesha, na wengine wakazipa majina aina zote ni pombe hizo, iwe ipi zote pombe. Na Mwenyezi Mungu mtume wake kalaani pombe zaidi ya watu 10, kasema laana Allahu al-khamra, Mwenyezi Mungu kalilaani pombe. Laana Rasulullah al-khamra, pombe limelaaniwa. Pombe lenyewe kwanza, ulevi wote umelaaniwa. Washaribaha, na mwenye kunwa ulevi ule kalaaniwa. Wahamilaha, na mwenye kubeba ulevi ule kumpelekea mtu kalaaniwa. Walmahmula ilai, na yule mwenye kupelekewa vile vile kalaaniwa. Wa akila thamaniha, na mwenye kula thamani ya ulevi wa pombe kalaaniwa. Alhasil mtume kahesabu wakapita, hasa 6 walipita, mpaka wengine wanasema mpaka 10 wakapika pombe. Kwa sababu gani? Anasema lianna al-khamra ummul khaba'ith, kwa sababu ulevi ndio mama wa madhambi yote. Ukiwa ulevi utafanya kila dhambi ambalo halifai kufanywa. Utaanzia madogo mpaka utafika na makubwa kwa sababu ya ulevi tu, lakini tayari umeshaivuruga. Unasema yasiyojulikana, mambo hayana miguu wala kichwa. Kuzini utazini, kuiba utaiba, mpaka unaweza kufanywa wewe uharamia wakati umelewa. Mambo makubwa kwa sababu ya ulevi. Kwa hiyo mtume kaharamisha, na Mwenyezi Mungu kaharamisha katika aya hizi, innamal khamru, hakika ulevi, wal maisiru, na kamari tunajua, wal ansabu, na masanamu maarufu ibada zao nani, wal azlamu, na kupiga bao. Kwenda kwa mtu, niambie habari hizi vipi, na ile mtu anakuambia hebu lete kiganja chako, mamako anaitwa nani na babako anaitwa nani, sasa hivi saa ya nani, sasa hivi zuhal, sasa hivi mushtari, sasa hivi nani,
anakudanganya pale. Baada ya kusema taire, unarudi nyumbani. Mkeo naye anakwenda, bwana mkubwa nimekuja. Tena unapiga hodi kule. Wengine wasema la, huko hakupigwi hodi, ingia kinyume nyume. Unaingia. Nimekuoneni nyote kabla hamjaingia hapa. Nyote mmevaa nguo. Wale watakuja uchi pale. Basi anazungumza nao ili kuwadadisi baadhi ya mambo tu. Wakishafika pale anawaambia, "Mimi mjamzito." Akamwambia basi, "Utazaa mtoto wa kike au wa kiume?" Narudi kwa mume. Mjane kanaambia utazaa mtoto wa kike au wa kiume. Kwani nani anazaliwa baada ya kike na wa kiume? Lakini wanaamini mambo yao hawa watu. Mambo ya upuzi. Kwa ajili hiyo wenzao wala Islam rijsun, ni uchafu min amali shaitan. Pombe na hivyo vitu vingine vyote ni moja katika amali za shaitani. Fajtanibu, basi jiepusheni Waislamu na vitu hivyo. Inma yuridu shaitanu, anachokitaka shetani, an yuqia bainakum aladawa, anataka kuleta uadui, kutia uadui kati yenu, kwa sababu pombe inapelekea watu kuwa maadui baadhi yao kwa baadhi nyingine. Walbaghdha, na chuki, fil khamri wal maisir, katika mnasaba huu wa pombe na kamari. Wayasuddakum, na litakuzuieni jambo hilo, an dhikrillah, kumtaja Mwenyezi Mungu, wa anis sala, na kusali vile vile. Fahal antum muntahun, je mmekoma nyie kuma pombe? Watu walikuwa wamekamata glasi zao hivi, aya zinashuka. Waliposikia habari hiyo wakasema intahaina ya Rabb, tumekoma. Wakamwaga pombe ilikuwa imebakia. Na hakika ingekuwa wakati wetu sisi tungesema basi hii nimeilipia, wacha nimalize hii kidogo. Akaimalizia. Wale masahaba wakaimwaga yote pale pale. Kuanzia siku hiyo pombe ikawa haramu bata. Na mtu mwenye kunywa pombe ajue kwamba anabeba katika mzigo wa madhambi makubwa mno. Anabeba mama wa madhambi yote katika mgongo wake. Kwa hiyo Umar aliomba dua kwa mnasaba wa pombe, akasema Allahumma bayin lana fil khamri bayanan shafia, ya Rabbi hebu tubainishie sisi katika hii pombe mbainiko ulikuwa wazi kabisa. Ndipo ziliposhuka aya za kutafsiri pombe kwamba ina hivi. Kwa vitu vya ulevi Waislamu wajiepushe sana, na vile vile yapo mambo mengine hayana faida yoyote. Muislamu bora kuyaacha kama yana destroy afya yake. Sigareti tunavuta watu wengi, japo wanakaa watu wengine sema bwana hii tayari makruhi, au hii bwana haina madhara yoyote. Lakini tuangalie inaleta madhara gani. Kuna mmoja anasema sigareti ina faida 2. Sigareti ina faida ngapi? 2. Faida ya kwanza anasema utakapokuwa mtu mzima ukurudiwi na mbwa kabisa. Mbwa hakukaribii. Kwa nini hakukaribii? Anasema kwa sababu afya itakuwa totally destroyed, itakuwa unakwenda na mkongojo. Sasa mbwa kikuona na mkongojo yule anajua mpweke huyu nimekuwa ajili yangu, atakimbia. Mbwa hawezi kuja kukunusa nusa akakutia najisi. Faida ya pili, nyumbani kwako kuingia mwizi. Kwa nini haingii mwizi? Kwa sababu usiku kucha mwizi kila kitaka kuingia anasema jamaa wako macho hao wanakwenda. Hiyo ndio faida yake. Alal aqal unajua watu wengi wanavuta sigareti. Wapo wasaidizi zangu wengi wanavuta sigareti, lakini wajue kwamba sigareti, mimi sitaki kutoa fatwa, lakini mtu atoe fatwa yeye mwenyewe ajiangalie. Je, nipata manufaa gani? Na wenyewe ukifungua tu ile packet, kama ni embassy kama ni nini, utakapofungua tu ndani yake unakuta maneno katika ile pega wamekuwekea cigarette smoking is harmful to your health. Wao unajua Kiingereza, what does that mean? Cigarette smoking is harmful to your health. Uvutaji wa sigara unaleta madhara makubwa kwa ajili ya afya yako. Zile hazikutengezwa Makkah. Hazikutengezwa wapi? Makkah. Wala sio fatwa kwamba kwa katika zile zenyewe kampuni za kutengeza tumbaku na hivi na hivi ndio wanaandika matangazo yale. Kwa hiyo lazima tujue kwamba kuna vitu ambavyo tunavitumia, lakini baadaye wenyewe washatuhakikishia kwamba hiki kitu ni kadha 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 kadha. Ndio maana Sheikhul Abidin zama hizo
alitoa fatwa wakati ule, akasema kwamba sigareti bwana itakuwa ni makruh. Sheikhul Abidin alikuwa shekhe mkubwa kule Azhar. Sigareti ni makruh, lakini miaka mingapi hiyo? Zaidi ya miaka 20 au 30, zamani sana katoa fatwa hiyo. Kwa sababu gani? Alikuwa pale katika paketi ya sigareti kunaandikwa uvutaji wa sigara unaweza kuhatarisha afya yako. Sasa Sheikhul Abidin akasema maadamu anatuambia hivi, basi itakuwa makruh, kwa sababu kitu hakina hakika. Upo uwezekano kwamba unaweza kuingia katika ukaingia katika madhara au usiingie. Na wanachuoni wetu wanatuambia alfatwa tataghayyar, fatwa inabadilika, yataghayyar bitaghayyur az-zamani wal makan. Fatwa hubadilika kwa mujibu wa kubadilika zama na wakati. Kwa hiyo inawezekana kwamba fatwa hii ilikuwa ikifanya kazi, inawezekana ikaja wakati fatwa ile ikawa haifai, ikatoka fatwa nyingine. Sasa kwa sababu wenyewe wanasema is harmful to your health, hakuna tena haja ya kupinga mtu, lazima fatwa pale. Ndio wengine wakatoa fatwa nyingine kuhusu sigareti. Huyo ni uzuri sana kama utajiachia. Najua ni ngumu sana kwa watu, lakini ndio uache kidogo 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 kidogo, uache kabisa ufike katika solution. Uache. Waislamu, Sayyiduna Umar akafikiwa katika jambo la pombe. Jambo lingine ambalo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alimuayyid Umar kuzungumzia katika suala hilo ni suala la hijab. Alipita siku moja akamwambia Mtume, ya Rasulullah, yadkhulu fi baytika albarr walfajir, ndani ya nyumba yako wanapita watu wazuri na wabaya. Wengine waislamu wanakuja, wengine sio waislamu wanakuja. Kwa hiyo wanawaona wake zako, na saa nyingine wake zako wanatoka hawana tofauti na wake watu wengine. Kwa hiyo nahisi tuwaamrishe kuwe na mavazi yao special, yajulishe kwamba haya ni mavazi ya wake za Mtume. Hijab. Pale pale Mwenyezi Mungu kateremsha aya za hijab. Ya ayuha nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna yurafna fala yudhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Zikashuka aya kwamba watu wavae hijabu, wote waislamu wakavaa hijabu. Umar aliafikiwa vile vile katika suala la istidhan, kubisha. Siku hiyo yuko nyumbani kwake, katulia, kapita kijana alikuwa akifanya kazi nyumbani kwake mpaka ndani bila ya hodi. Umar mwenyewe kakaa nusu uchi. Akaona Mwenyezi Mungu basi angeteremsha maneno awakanye watoto hawa, awapangie watu time ya kuingia kwa majumbani mwao. Bali Mwenyezi Mungu kateremsha haya kaambia, enyi mlioamini, liyasta'dhinakum, tayari waombe ruksa na idhni wale ambao kwamba wako katika majumba yenu. liyasta'dhinakum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu alhuluma minkum, wale ambao mmewamiliki kwa mikono yenu ya kuume, yani makhadimu walikuwa nyumbani, wabishe kama wanataka kuingia katika nyumba yenu. Na wale ambao hawajafika katika umri wa baligh vile vile wanapotaka kuingia katika majumba yenu, wabishe vile vile. Thalatha auratin lakum, kuna nyakati tatu, thalath marat, wabishe mara tatu. Mara ipi? Nyakati ya kwanza ipi? Min qabli salati alfajr, kabla ya kusali alfajr, maana usiku. Mtu kishalala pale, mguu mwingine huku mwingine huku, unaingia bila ya hodi, vipi? Bisha hodi. Kama kakaa vibaya ajieke vizuri. Ndio Uislamu namna ulivyoona, una heshima, unawafundisha watu maisha. Wakati wa pili, wa min ba'di wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, baada ya adhuhuri, wakati joto kali, mtu kavua nguo apate kupata baridi kidogo. Baada ya adhuhuri, wakati wa qailula, vile vile mtu anabisha. Wa min ba'di salati al-isha, baada ya sala ya isha. Thalathu auratin lakum, hizo ni nyakati tatu ambazo mnakuwa watu mko katika hali ambayo sio ya kawaida katika kuvaa. Kwa hiyo watoto na vijana waingie katika majumba baada ya kubisha. Aya hizi zikashuka, rai ya Umar alivyoiona. Vile vile Sayyiduna Umar aliafikiwa na Mwenyezi Mungu katika habari ya wake zake Mtume,
walipomuonea wivu au walipojikusanya katika wivu. Siku moja bwana mtume alimchukua mkewe alikuwa ni mke, yani amemmiliki kwa mkono wake wa kuume, Sayyida Maria al-Qibtiyya. Kazaa naye mtoto wake mmoja anaitwa Ibrahim. Akamchukua ikawa wanazungumza naye katika nyumba ya mkewe anaitwa Hafsa binti yake Umar. Basi Hafsa akapata habari kwamba Maria alikuwa katika nyumba yako akizungumza na mtume. Mambo ya kike akahamaki Hafsa. Hamaki ile ikawa ni yenye kumshughulisha mtume sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nitakuambia siri Hafsa, laqad haramtu ala nafsi Maria nimejiharamishia, sendi tena kwa haki Maria, ili apate kufurahi nani? Hafsa. Sasa Mwenyezi Mungu akamlaumu mtume, kwa nini unajisqueeze? Mwenyezi Mungu akakujalia wasa katika mambo yako, una haja. Kwa ajili hiyo ninachotaka kukuambia mimi, ya ayuha nabii, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, ewe mtume mtukufu wa daraja, kwa nini unakiharamisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu juu yako? Maria ni haki yako, ni halali yako. Tabtaghi mardata azwajik, unatafuta radhi za baadhi ya wake zako. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu amekusamehe kama umefanya hivyo, akakusamehe. Lakini usifanye hivyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaambiwa asirudie jambo lile. Maria ni haki yake na wake zake wengine wote ni haki zake. Kwa ajili hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika nyumba, mara anashtukizia ile siri ambayo amemwambia Hafsa kwamba usimwambie mtu yoyote mwingine. Kisha itoa bibi Hafsa akamwambia Aisha. Yeye akamwambia Aisha, unajua kaharamisha mtume kumharamisha Maria kwa ajili yangu mie. Basi Aisha akaona habari hizi tena, na kaniambia jambo lingine, kaniambia ukhalifa baada yake atakuja kuchukua Abu Bakr na Umar. Mtume kawahi kusema wakati wake, alikuwa anajua mambo mengi mtume. Muhammad Ali Sabuni mufassir al-Qur'an anazungumza katika kisa hichi, anasema aliwahi kumpasiri hizi mbili mtume kumpa Hafsa. Akamwambia, kwanza nimeharamisha juu ya nafsi yangu Maria, kisha nakupasiri kwamba khilafatu baadi Abu Bakr na Umar watakuja kuwa makhalifa baada yangu. Hii ni siri, usimwambie mtu mwingine. Basi siri ile hakuizuia bibi Hafsa, kamwambia Aisha. Alipomwambia Aisha, Mwenyezi Mungu kamteremsha Jibril. Kabla Jibril hajashuka, Umar alikuwa anapita. Baada mtume kupata habari mbasiri imeshatoka, Umar akapita kwa wake zake mtume, akawaambia, asa in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkum. Mtume akija akikuacheni nyie atampa wake wazuri kuliko nyie, bora kuliko nyie. Maneno yake tu Umar mwenyewe kasema. Kisha baadaye akamfuata mtume akamwambia, Rasulullah, lasta wahdak, katika jambo hili huko peke yako. Ma'aka Allah, uko pamoja na Mungu. Wa ma'aka Jibril, uko pamoja na Jibril. Wa ma'aka Abu Bakr, uko pamoja na Abu Bakr. Wa ma'aka Umar, uko pamoja na Umar. Uko peke yako ya Rasulullah. Akashuka Jibril na aya hizi, وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا
Sayyidina Umar kaunga mkono katika maneno haya, kaunga mkono katika habari. Mwenyezi Mungu anambia ayu nabii, yewe mtume una haja ya kujisqueeze katika wasa ambao Mungu kakupa. Na mimi nakuambia wa idha sarra an-nabiy ila ba'd azwajihi haditha, mtume kafanya siri baadhi ya wake zake kuambia habari. Falamma nabba'at bihi, siri ile alipoitoa bibi Hafsa, wa adhharahu Allahu alayhi, na Mwenyezi Mungu kamdhihirishia kwamba siri imeshatoka. Anasema arafa ba'dha wa a'rada an ba'd, akenda akamwambia Hafsa, nilikwambia usitoe siri, wewe umeitoa. Sasa arafa ba'dha, akamjuza baadhi ya siri zile kwamba umetoa siri hii. Wa a'rada an ba'd, nyingine ile ya ukhalifa hakuitoa mtume, yani hakumwambia kwamba na hii pia umeitoa. Watu wazuri wanakuwa wanaficha yale baadhi ya mambo ambayo wanaona mtu kateleza, hayataji, basi anamwachia. Sasa a'rada an ba'd, arafa an ba'd, arafa an ba'd, akamwambia mwingine wa a'rada an ba'd, na mwingine akayaachia. Falamma nabaha bihi qalat, mtume alipomwambia Hafsa kwamba ushaipeleka siri, umeshaitoa, akauliza man ambaka hadha, alikupa habari hii nani? Qala, akafikiri ni Aisha, na yeye kamwambia Aisha, usimwambie mtume mimi siri hii, wewe usije ukaitoa na wewe siri hii. Sasa ilipokuwa imetoka siri, auliza mtume man ambaka hadha, alikuambia nani? Kama ni Aisha atanikoma. Mtume kaambia nabani al-alim al-khabir, alonieleza habari hii ni mjuzi mtambuzi wa kila kitu. Tena intatuba ila Allah faqad sagat qulubukum, kama mtatubia murudi kwa Mwenyezi Mungu, nyoyo zenu zitakuwa zimefuata haki. Wa intadhahara alai, na mkiendelea kufanya uadui, mkiendelea kwa ghira na wivu kama huu, basi Mwenyezi Mungu huwa maulahu, ndio atakayetawala mambo ya Muhammad ibn Abdullah. Wa Jibril wa salihul mu'minin, yeye na Jibril na salih ya waumini wote, Abu Bakr na Umar. Kauli ya Umar, lasta wahdaka ya Rasulullah, uko pekee, ma'aka Allah wa ma'aka Jibril wa ma'aka Abu Bakr wa Umar, ndio hawa wa salihul mu'minin. Wal malaikatu ba'da dhalika dhahir, kisha karudia kauli ile, asa rabbuhu in talaqakum an yubdilahu azwajan khayran minkun, Mwenyezi Mungu atakapokuwa amejalia kama mtatalikiwa, mtume huyu atapata wake wengine bora kuliko nyie, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkara, wana sifa zote nzuri nzuri. Maneno ya Umar yakazidi, alikuja kuungwa mkono tena Umar katika habari ya unafiki alipokufa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mtume amesimama anataka kumsalia salatul jinaza. Umar akamwambia Rasulullah, atusalli alayhi wa huwa munafiq, huyu kazua mangapi ya Rasulullah? Mwisho ni juzi anamzulia mkeo bibi Aisha kwamba kafanya machafu, huyu mtu mnafiki huyu, mimi sioni kwamba inafaa kumsalia huyu. Umar akawekwa kando na mtume, akitaka kusali mtume anaona Jibril ashuka, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, usimsalie mmoja wao yoyote alokufa milele. Mtume kaondoka. Jambo lingine ni baada ya vita vya Badr. Katika vita vya Badr waliuawa mushrikina 70 na wakatekwa 70 wameuawa. Mkubwa katika watu waliouawa mwingine alikuwa Abu Jahl, 70 wakatekwa mateka. Sasa mtume akawaamrisha masahaba wamshauri kuhusu mateka wale, ashiru ilayya, nipeni ushauri wenu, tuwafanye nini hawa? Abu Bakr akamwambia Rasulullah, na'khudhu minhum al-jizya, na'khudhu minhum al-fidya, wajikomboe hawa, kama wana mali wana nini watoe, tuzichukue ili wapate ziingie katika mali za Waislamu. Akamwambia na wewe Umar unasemaje? Umar akamwambia Rasulullah, innani la ara kama yara Umar kama yara Abu Bakr, mimi sioni kama anavyofikiria Abu Bakr. Inni ara, ninavyoona mie ya Rasulullah, an tumakkinani ala hadha fa adrib unuqa, niambie nipe ruhusa nikamkate shingo yule pale. Ni mmoja katika jamaa zake wa nyumbani kwao, lakini mushrik. Nionyeshe mfano, nianze na jamaa wangu mie nimkate shingo yule. Watumakkina aliyan, kisha nakuomba ya Rasulullah mpe ruhusa Ali fayadrib ra'sa Uqail, akipunje kichwa cha Uqail, ndugu yake mushrik upande ule.
wa Hamza, na muamrishe Hamza fayadribu unuqa akhi, amkate shingo ndugu yake. Hawa makafiri hawa watakuja kujiunda tena, wataunda jeshi kubwa zaidi ya hili, watakuja kutupiga ya Rasulullah. Sanadidul kufri, hakuna haja ya kuwabakisha hawa, tusichukue chochote kutoka kwao, tuwaue wote. Innahum sanadidul kufri hatta yara Allah anna laysa fi qulubina hawada lilmushrikin. Mungu apate kuona hatuna huruma na mushrikini sisi kama walivyokuwa hawana huruma na sisi. Mtume akaona hii ya Umar itakuwa kali mno, bora nichukue ile ya Abu Bakr ya kuwasikitikia. Mtume alikuwa anapenda kuwahurumia watu, ndio system yake, huruma. Akasema la, tutachukua rai ya Abu Bakr. Basi kashukuliwa rai ya Abu Bakr, watu wakatoa fidia pale. Asubuhi yake Umar anakwenda kwa Mtume, anamkuta Mtume pamoja na Abu Bakr wanalia pamoja. Akauliza, madha lakum, vipi, kuna habari gani? Nielezeni mnalizwa na nini? Hata abki maakuma, tulie pamoja na mimi niingie katika kilio. Umar akaambiwa na Mtume, ya Umar, habari ya kadhia ya asra, Mwenyezi Mungu kateremsha maneno, anasema ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra, haiwezekani kabisa mtume kuwa na mateka hata yufkina fil ardh. Mateka si wakati wake sasa hivi na kuchukua fidia na hivi na hivi. Kwa nini mnachukua fidia? Turiduna arada dunya, mnataka kitu katika mambo ya dunia. Fallahu yuridu al-akhirah, anachotaka Mungu ni akhirah. Anachotaka Mungu ni akhirah. Lakini Mwenyezi Mungu akusameheni kwa yale mlioyafanya. Lakini laula kitabun min Allah sabaqa, kama si maandishi ya Mwenyezi Mungu yamekwisha kutangulia, basi la akhadhakum, yangekuchukueni nyinyi fima akhadhtum, katika yale ambayo kwamba mmechukua adhabun adhim, adhabu kali, ingekupateni adhabu kali mno. Sasa rai hii inakwenda moja kwa moja kumunga mkono Sayyidina Umar kwamba mtume asiwe nao wale wote wauawe. Ndio Mtume akasema neno lake tukufu kubwa kuhusu Umar, akasema wallahi law adhabana Allahu jami'an, kama Mwenyezi Mungu angekuwa ametuadhib sisi sote, lam yanju minna illa Umar, asingebakia mtu yoyote